Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kafu na shirikisho ambalo linasimamia zamana ya mpira barani Afrika ambayo walikuwa hapa Tanzania, unaambiwa kile kilichoweza kutokea katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sport Club dhidi ya, hapa nazungumzia, RC Berkane. Inaambiwa ya kwamba kafu wameweza kuwatumia barua wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kile kilichoweza kutokea. Inaelezwa kwamba shirikisho hilo lina mpango wa kuweza kutoa adhabu hii kwa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na makosa ambayo wao wenyewe waliweza kuyafanya klabu ya Simba kwa kile kilichoweza elezwa katika yale ambayo kafu wameweza kuyaona. Ni yapi hayo ambayo yanapelekea klabu ya Simba kuweza kukutana na lungu zito kwelikweli kutoka kafu? Utakwenda kujua hapa, kwa maana nimekusogezea taarifa kamili kutoka kile kinachoitwa chanzo kutoka ndani ya shirikisho la soka barani Afrika kafu juu ya kile ambacho wamekieleza kwa klabu ya Simba Sport Club. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa ni muhimu, zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Bana, umefahamu ya kwamba wikendi hii ilipigwa fainali kwa mara nyingine tena, fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sport Club dhidi ya klabu ya RC Berkane. Lakini yale ambayo matukio yaliweza kutokea, wengine wanaamini ya kwamba pengine kutokana na mwamuzi Beile Daane ndio aliyosababisha klabu ya Simba ikanyimwa taji, lakini kuna wapo wengine wanaamini uwezo pia wa Berkane. Lakini kuna mambo mengine ambayo yaliendelea katika mchezo ule ambao ulipigwa katika tarehe 25. Kuna matukio mengine ambayo hauwezi kuyaona kwa TV, ila waliokuwepo Amani Zanzibar, basi bila shaka ndio waliweza kuyaona matukio yale. Sasa kafu inaelezwa kwamba uchunguzi umekamilika kwa kuweza kuangalia yale matukio yote ambayo yalikuwa yanaleta kama vile kichocheo. Unaambiwa Simba kuchunguzwa na kafu. Inaelezwa kwamba klabu ya Berkane waliwasilisha ripoti kwa kafu kwamba walizuiliwa kwenye uwanja wa ndege huko Zanzibar kwa takriban saa 4. Baada ya kuwasili, hakuna afisa yeyote kutoka kwenye wenyeji aliyekuwepo kuwapokea siku hiyo. 2. Kafu haikufurahishwa na jinsi Simba walivyojibeba wakati wa mchezo na kile kinachoeleza kama vitendo vya utovu wa nidhamu kutoka kwa timu ya Simba na wafanyakazi wa kiufundi. 3. Kulikuwa na nyimbo na kelele za kupinga zilizolengwa kwa rais wa kafu na ujumbe wake. Unafahamu ya kwamba kuna muda kuna tukio lileza kutokea, mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa wakimza kumzomea rais wa shirikisho la soka barani Afrika kafu, kitendo ambacho kinaleta hapa nazungumzia ukakasi kweli kweli kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika tukio leo. Nafahamu ya kwamba kiongozi mzito kabisa pia ana nyazifa zake pale kafu. Unaambiwa kafu pia itafanya uchunguzi kuhusu kile kilichotokea ndani ya chumba cha kubadilishia nguo cha baadhi ya wageni ambao waliingia katika chumba cha kubadilishia nguo cha maafisa wa mechi, ambapo kuna tukio liliweza kuonyeshwa katika moja kati ya matukio ambayo yalirekodiwa. Wafanyakazi ama waliodaiwa kwamba ni watu wa Simba walikwenda kwenye chumba cha waamuzi, ambapo wenyewe wanadai ya kwamba walimkuta kiongozi ambaye ni kiongozi wa Berkane akiwa na waamuzi, kitendo ambacho wenyewe klabu ya Simba walikitafsiri pengine labda kulikuwa na janja ambazo zilikuwa zinafanyika ndani mule, labda pengine pongezi kutoka na yale ambayo aliweza kufanyika. Sasa haikujulikana kiongozi huyo alikwenda kufuata nini na kusudio lake ilikuwa ni lipi katika
kuwafata waamuzi kuna chumba chao cha kubadilishia nguo. Sasa na kile kilichoweza kutokea, wengine wakawa wanahoji inakuwaje. Sasa zile vurugu zote ziliweza kurekodiwa na CAF wanazichunguza kubaini tatizo lilikuwa kwa nani. Tatizo lilikuwa kwa upande wa marefali ambao walivamiwa kwa mujibu wa kauli ambazo zilitoka, ama shida ilikuwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, unaona bana. Kwa hiyo yote yale yaliweza kufuatiliwa. Kamishna wa mechi na mwamuzi wamewasilisha ripoti kwa CAF juu ya matukio yote yaliyotokea ndani ya uwanja na nje ya uwanja, unaona bana. Na pia inaelezwa kwamba kulikuwepo na kauli ambazo zile kauli zilikuwa kama za uchocheo na za kujenga chuki kwa CAF, ambapo wenyewe wanasema ya kwamba kile kilichoweza kutokea katika dimba la Benjamin Mkapa, kuna viongozi wa klabu ya Simba ambao pia inadaiwa kwamba huenda na wenyewe wakakutana na lungu zito kweli kweli kutoka CAF, ni kutokana na matamko yao ambayo yalielekeza kama kuleta chuki dhidi ya CAF na timu ya Simba, ambapo na matamko ambayo yaliweza kutamkwa. Kama unakumbuka mapema kabisa, Cletus Magoli aliweza kutoa waraka wake juu ya wao kuweza kuzuiliwa kucheza katika dimba la Benjamin Mkapa pale. Aliweza kuzungumza kauli yake ambayo kidogo ilileta utata pale kutokana na kile ambacho alichokiandika, na uzuri ni kwamba aliwatagi shirikisho la soka barani Afrika CAF, akisema ya kwamba viongozi wako wanakudanganya juu ya dimba la Benjamin Mkapa, wakiona ni kwamba wananyimwa haki yao ya kuweza kutumia uwanja huo. Lakini katika pia matamko mengine ambayo yaliweza kutolewa na rais wa heshima wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, hapa nazungumzia Mo Dewji, ambaye yeye pia aliweza kuandika barua yake akipingana na yale maamuzi ya CAF kwa kile kilichoweza kutolewa. Kwa hiyo CAF wapo wanachunguza vitu vingi ili kuja kutoa moja kati ya statement ambayo itasimama kwa kauli moja juu ya matukio yaliyoweza kutokea katika ule mchezo wa, hapa nazungumzia dabi, katika mchezo huo wa fainali ya kombe la shirikisho, ambapo nimekuambia kwamba za chini ya kapeti, kwa taarifa za awali, ni kuwa shirikisho la soka barani Afrika lipo kufanya uchunguzi juu ya matukio mbalimbali kabla ya fainali ya mkondo wa kwanza na baada ya fainali ya mkondo wa pili, ambapo kuna uwezekano mkubwa Simba ikakumbwa na rungu la shirikisho hilo kutokana na mienendo ya mashabiki wake, lakini pia baadhi ya viongozi waandamizi wakakumbana na adhabu kali. Inatajwa hivyo kufuatilia mtiririko wa matukio mbalimbali katika fainali hiyo. Taarifa za awali zinadai pia kuna matamko na place mbalimbali za kulishutumu CAF. Unafahamu kwamba walikwenda mbali zaidi, wakashutumu, wakasema ya kwamba pengine kutokana na rais mwenye makamu wa rais ni kiongozi wa Balkane, pia anatumika kuweza kuijumu klabu ya Simba. Kwa hiyo kuhusiana na mabadiliko ya uwanja pia hivyo wameanza rasmi kukusanya taarifa hizo ili kufanya maamuzi yake, ikitajwa ni kuishutumu CAF na kutoa kauli za kichochezi dhidi ya shirikisho hilo, unaona bana. Kwa hiyo kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, inaelezwa kwamba wapo wanaangalia namna ya kuweza kutoa kile ambacho kinachostahili kwa yoyote yule ambaye aliweza kuhusika kwenye kuzungumza katika yale matamko ambayo yaliweza kutolewa. Kwa hiyo wanaangalia mmoja baada ya mwingine kutoa kile ambacho kinachostahili kwa marefari ambao walichezesha mchezo ule, kuangalia kama walisimamia haki inavyotaka ama inakuwaje. Lakini katika yale ambayo yalikuwa yakiweza kuelezwa na CAF na wakawa wanahisi kwamba pengine wanapewa shutuma, ni pamoja na matamko kama haya. Inaelezwa kwamba, na nukuu kile ambacho kimeandikwa pia na moja kati ya watu wa Simba, inaelezwa kwamba CAF imemezwa kwenye mikono ya Waarabu kutoka nchi ya Morocco, wakiwa na vilabu vyao pendwa na timu yao ya taifa, pamoja na Waarabu kutoka Misri pamoja na vilabu vyao pendwa na timu yao ya taifa. Ukanda wa UNAF ndio ukanda wenye maamuzi makubwa na ya mwisho kwenye
shirikisho la soka barani Afrika kafu, yani wao ndio wanaamua ni nani anapaswa kuwa bingwa msimu huu, na hawa ndio huwa wanapanga marefa waamuzi wa kuchezesha mechi zote za kimataifa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini hawa Waarabu wa Morocco huwa ndio wanapanga draw ya makundi ichezwe vipi, na wao kujiwekea njia nyepesi ya kupita ili wafike fainali. Yani kwa kifupi, kale ka mchezo kwa kwenda kuchezesha draw huwa ni maigizo tu. Wao huwa wanajua kila kitu, ni nani atacheza na yupi kwenye mazingira gani. Yani kifupi, Waarabu wa Morocco na Misri ndio upanga kila kitu kinachohusu mpira wa barani Afrika. Miliki wa timu ya Balkane ndio makamu wa rais wa kwanza wa kafu, na ndio mkurugenzi wa idara ya fedha ya shirikisho la soka barani Afrika kafu, na ndio aliyeshawishi mechi ya fainali ya Simba na Balkane ikachezwe Zanzibar, na hakuna mtu yeyote yule pale kafu mwenye uwezo wa nguvu ya kulipinga hilo. Na kwenye fainali ndio yule aliyekaa pembeni na rais wa kafu Motsepe. Yani unaambiwa hata rais wa kafu Dr. Patrick Motsepe hana nguvu yoyote ile pale kafu, hana maamuzi ya mwisho pale kafu. Maamuzi makubwa na mengi yanaamuliwa na Waarabu wa Morocco na Misri. Kwa hiyo kafu sio chombo huru kama ambavyo tunaaminishwa. Ukweli ndio huo, kubali au kataa, habari ndio hiyo. Huyo unayemuona kwenye picha ni miongoni mwa viongozi wa juu wa timu ya Berkane, na yupo pia kwenye uongozi pale shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kafu, na ndio pia aliyekutwa chumbani yeye pamoja na viongozi wengine wa Berkane wakimpa pongezi refa wa mechi ya fainali mara baada ya kumalizika kwa mechi hiyo, kwa kile ambacho kinaelezwa ya kwamba ni miongoni mwa watu ambao wapo katika ngazi zile. Kwa hiyo mambo kama haya kafu ndo wanataka kuweza kuyachunguza, kuweza kujua ni nini ambacho kimeweza kupelekea mpaka ikawa hivi, na yote hayo ambayo nimekusogezea hapa. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.